walipomuuliza Mtume, sijawahi kukuona unafunga hivi katika mwezi mingine isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Mtume akatoa sababu ya kwanza, akasema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Hii mwezi wa Shaabani ni mwezi ambaye watu wengi wameghafilika nayo, na iko katikati ya Rajabu na Ramadhan. Rajab katikati, inakuja Shaaban, alafu inakuja Ramadhan. Watu wanashughulika na mwezi wa Rajab, wanakushughulika na mwezi wa Ramadhani, lakini wanaisahau mwezi wa Shaaban. Ndio Mtume akawa akizidisha sana. Lakini wanasema baadhi ya wanazuoni ni kana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajaribu kuwaambia watu wake, enyi Waislamu, nyinyi haingia akilini ikiwa watu leo wameghafilika na Mola wao, nyinyi vile vile msighafilike na Mola wenu. Maana yake unapowaona watu wameghafilika, wewe usiwe miongoni mwao. Mwenyezi Mungu anasema wala takun minal ghafilin, usiwe miongoni mwa watu walioghafilika. Leo kuna baadhi ya watu malasafu shadid, akiwakuta watu wanaswali pia yeye ataswali, watu wasiposwali yeye pia anaacha kuswali, watu wakifanya ibada fulani yeye pia anafanya, wasipofanya yeye pia anaacha. La, si sifa ya Muislamu. Wewe simama na maadili ya Uislamu, simama na sunna ya Bwana Mtume, sheria ya Mungu, usiiache kwa sababu watu wameacha. Leo kuna baadhi ya watu wanaacha kufuata sunna kwa sababu watu wameacha kufuata sunna. Anafanya baadhi ya mambo ambayo si sawa katika mambo ya bid'a na mambo mengine ya haramu kwa sababu watu wanafanya bid'a. La, wewe kama Muislamu simama na dini yako, simama na haki, usiache sheria kwa sababu watu wameiacha. Watu wameghafilika, wewe usiwe kama wao. Ndio unaona leo kuna baadhi ya watu wanafanya maasi kwa sababu wameandamana na watu ambao wanafanya maasi vile vile, wanafanya baadhi ya mambo ambayo si sawa, wao vile vile wanafanya baadhi ya mambo ambayo si sawa. Kama Muislamu, kila mara usiwafate watu, fata vile Mwenyezi Mungu na mtume wake walivyofundisha. Ndio unaona leo ulimwengu umechafuka kwa kweli, na tumeingia katika masiku hizi, miaka ni miaka za fitan ambazo tunapitia ndani yake sasa hivi. Na wale ambao watakaofaulu ni wale ambao watakaokataa kufata mambo ambayo binadamu anayataka duniani, na wakafata yale ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake waliwapangia. Sasa hivi watu wasiangalie hii masala ya LGBTQ kwamba ni sheria ambayo sasa hivi inajaribu kulazimishwa duniani, wanaijaribu kuilazimisha duniani. Unajua hao wasiokuwa Waislamu wengi wao wameshaona kwamba wameshaangamia, hawana matarajio tena katika maisha yao. Sasa wameamua kuzama na walimwengu wengine duniani. Hawawezi kuzama peke yao, tutazama na watu wote. Maadamu sisi tumeshapotea na hatuwezi na kurudi, tutahakikisha kwamba ulimwengu mzima pia wamezama na sisi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atamuuliza binadamu, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Atawauliza jamani, nini? Wataulizana baadhi yao wengine, nini iliwapelekea nyinyi kuingia motoni? Watasema tulikuwa ni miongoni mwa watu wasioswali, na ilikuwa sisi vile vile ni miongoni mwa watu wasiolisha maskini. Lakini mahallu shahid, wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, tulizama pamoja na wale ambao walikuwa wakizama. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin, tukikadhibisha siku ya mwisho, tukiamini kwamba hakuna hisabu, hakuna mambo ya Mwenyezi Mungu, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna maswali makaburini. Tunaamini hakuna mambo haya, mambo yako kisha kufa mambo yamekwisha. Sasa wale ambao watakaofaulu ni wale ambao watakaokataa na wakafata yale ambayo Mola wao amewaamrisha. Unajua leo katika asili yetu ya sasa tunarudishwa katika zama za kaumu Lut na kaumu Nuh na Ad na Thamud. Wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, haya ni masiku ambayo tunayageuza baina ya watu.
ilikuwa ni wakati ule wa kaumu Lut, na sasa imerudi wakati wetu, na inarudi katika hali mbaya zaidi. Kaumu Lut watu walizikwa wakiwa hai. Hii si kitendo cha kuchezea, na hii sheria lao itapita duniani yameandamana na sheria zingine chafu ndani yake zaidi tena kuliko haya ambaye labda tunayaona mbele yetu. Si kwamba ni mwanamume ataruhusiwa kumpanda mwanamume mwenzie tu, wala mwanamke ataruhusiwa kumsaga mwanamke mwenzie, la, mengine yalofichwa mle ndani ni kwamba ikipita hii sheria duniani, mwanamume ataruhusiwa kumuoa mama yake mzazi, ataruhusiwa kumuoa binti yake aliyomzaa, ataruhusiwa kumuoa dada yake ambaye amezaliwa naye tumbo moja. Hii ndio hali ambayo ipo, na sio hiyo tu, binadamu ataruhusiwa kuyafanya haya mambo hata na wanyama. Utaruhusiwa kumpanda ng'ombe, utaruhusiwa kumpanda mbwa, wacha kuwapanda hawa wanyama tu, unaruhusiwa mpaka kuwaoa ama kuolewa na wao. Katika nchi za Ulaya imeshafika hiyo tayari. Sasa wanataka kuilazimisha katika nchi zingine. Sasa hivi katika nchi ya Ulaya mwanamke anamuoa mbwa au anaolewa na mbwa, anamrithisha mbwa mali yake. Hii inarudi tena katika asili yetu ya sasa, na inarudi katika hali ya nguvu sana. Na si hayo tu Waislamu, lao hii sheria itapita duniani, binadamu anaruhusiwa bila pingamizi yoyote kuifanya hichi kitendo cha zinaa na kaumu Lut mbele ya watu hadharani, mahali popote anapojisikia. Ukitaka kuifanya sokoni, ukitaka kuifanya barabarani, ukitaka kuifanya ndani ya supermarket, ukitaka kuifanya kwenye stadium watu wanaangalia mpira. Hii ndio hali ilivyofika. Sasa wale ambao watakaofaulu ni wale ambao watakaokataa haya, kama vile Nabii Lut alivyowaambia watu wake, wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Nabii Lut anawaambia watu wake, jamani, mnafanya machafu ambaye nyumati zilizopita hawajawahi kufanya haya machafu ambayo mnayafanya nyinyi. Ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Imam Ibn Kathir anasema kwamba tafsiri nyingine, viumbe wengine hawajawahi kufanya haya matendo ambayo binadamu anayafanya. Ushawahi kumuona jogoo anampanda jogoo mwenzie? Haijawahi kutokea hiyo, lakini kwa binadamu ipo. Bal antum qaumun musrifun, hakika nyinyi mumevuka mpaka katika kumasi Mwenyezi Mungu. Nabii Lut alipowaambia watu wake namna hii, watu wake walimjibu wakamwambia, wewe Lut, wewe wajifanya wamjua Mungu sana, wewe wajifanya uko karibu sana na Mungu, wewe mtu wa dini sana. Basi mwambie Mola wako hivi, mwambie Mola wako afanye anavyotaka, sisi tutaendelea kupandana sisi kwa sisi. Mwenyezi Mungu anasema, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adhabi llahi in kunta min as-sadiqin. Mwambie Mola wako potelea mbali, afanye anavyotaka, sisi tutaendelea kupandana sisi kwa sisi. Fahuna ya ikhwata al-iman yati llahu bi'adhabihi fayakunu faridan min naw'ihi. Na hapa Mwenyezi Mungu anakuja na adhabu yake, na inakuwa ni adhabu ya kipekee, haijawahi kutokea duniani. Namna ilivyokuwa ni machafu ya kipekee, na Mungu anakuja na adhabu ya kipekee. Namna walivyoangamizwa watu wengine ukilinganisha na kaumu Lut, ya kaumu Lut ilikuwa ni mbaya sana. Huwezi kulinganisha adhabu ya kaumu Lut na namna alivyoangamizwa Firaun. Ya Firaun ilikuwa ni ndogo, ya kaumu Nuh ilikuwa ni ndogo, ya kaumu Ad wa Thamud na wengineo ilikuwa ni ndogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuja na adhabu ambaye mpaka leo watu wanashangaa namna ilivyotokea. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandhudin musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Ilipofika siku ya siku, Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Lut, ondoka wewe na watu wako, ili adhabu itakapoteremka wewe usiwemo katikati yao. Mfano, Mungu anataka kuiangamiza mji wa Mombasa,
mji wa Malindi, anawaambia wale watu wema wote ondokeni, ili wale wasipatikane katika hawa watu wachafu. Basi kuna riwaya nyingi sana hapa na wanazuoni wamezungumza mambo mengi sana, lakini alikuja malaika Jibril na mabawa 600. Wanasema baadhi mufassirin alitumia bawa moja tu kuibeba ardhi, akaichimba na watu wakiwa ndani yake. Hii ardhi ikawa inapelekwa kule juu mbinguni, huku wanapigwa na mawe kutoka ndani ya moto wa Jahannam, mandhudin musawwamatan inda rabbik, wanapigwa na jiwe ya kutoka ndani ya moto wa Jahannam, si jiwe ya moto ya duniani hii ambayo imeshazimwa mara milioni sijui ngapi ndio tunaweza kupika naye chakula. Jiwe ya kutoka ndani ya moto wa Jahannam, mandhudin musawwamatan, kila jiwe, anasema Imamu Sabuni katika Safa Tafasir, ina jina ya fulani. Musawwamatan maana yake hii ina jina, hii itakwenda kwa fulani, itakwenda kwa fulani, itakwenda kwa fulani. Yale mawe yanawaingia, yale majiwe yanawaingia kwenye utesi wao, yanatokea kwenye sehemu zao za siri ya nyuma, wanapiga makelele mpaka mufassirini wanasema samaati malaikatu samau sab'u siyahuhum, malaika wa mbingu wa 7 walisikia makelele yao, lakini hawafi. Ndio hii ardhi ikapelekwa kule, ilipofika kule juu ndio kuna kauli nyingi ya wanazuoni, lakini kaulu rajih, ja'alna 'aliyaha safilaha, ikageuzwa ile ardhi juu yake ikawa ni chini yake. Kutoka kule juu kwenye mbingu ambaye geographers wanakisia kwamba masafa iliyoko baina ya ardhi na mbingu ni 98 million miles, ni maili milioni 98, masafa baina ya ardhi na mbingu ni makisio haya. Basi toka kule juu mpaka kwenye ardhi ambayo ilikuwa imeshachimbwa tayari na Jibrili, watu walizikwa mzima mzima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho wa aya akawaambia, wama hiya minadh-dhalimin bibaid, na adhaba kama hii haiko mbali kwa watakaoleta mfano kama huu. Wewe ukijaribu kucheza na sheria ya Mungu, Mwenyezi Mungu bakora yake iko kando inakungojea tu, na siku ambayo Mwenyezi Mungu ataamua kuitoa kuchapa naye, basi hakuna mahali utapenya. Lakini toka hapo hii matendo ilipotea, walipoangamizwa hawa watu, matendo haya kupandana watu wanaume kwa wanaume ilipotea. Lakini leo imerudi tena katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndio unaona ndugu Waislamu, lazima tuyazungumze haya. Tusipoyazungumza, adhabu itakapoteremka itatubeba sote hapa, hali haisemeki. Walimwengu wana nia mbaya sana na wenzao, wanataka kutupeleka motoni sisi, wanataka kutuangamiza. Kwa hivyo ni lazima watu wapige kelele, lazima watu watoe sauti yao, waelezee njia ya haki, sio kunyamaza. Na alhamdulillah, madamu kuna vikao kama hivi, mmoja anakaa mbele, wengine wamekaa chini unasikiza, mmoja amesimama na wengine wamekaa chini unasikiza, matarajio bado ipo ndugu Muislamu. Siku ile itakapokosekana vikao kama hivi, mikutano kama haya, siku hiyo ndo kila mmoja anatafuta mahali pa kujificha. Hii dunia itakuwa sehemu hatari sana. Lakini madamu vikao kama hivi vipo, matarajio makubwa ipo mbele ya Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuvukisha salama. Sasa Mtume anamwambia Usama bin Zaid, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, hii ni mwezi ambayo watu wengi wameghafilika nayo, baina ya Rajabu wa Ramadhan. Kisha Mtume akamwambia Usama sababu ya pili kwa nini alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Akasema, wadhalika shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, na hii ni mwezi ambaye matendo ya waja ya mwaka nzima, faili yake inawasilishwa mbele ya Mungu. Matendo yote ambayo tumeyafanya mwaka nzima, mazuri na mabaya, yalikuwa yanarekodiwa na malaika, yanaandikwa. Yale yote ambayo mimi na wewe tunayafanya yanarekodiwa, na mengine yanatiwa kwenye video. Usije siku ya Kiyama ukakataa ukamwambia Mwenyezi Mungu, mimi sijafanya haya mambo, hawa ni mashahidi wa urongo, hii video sio mimi, anafanana na mimi.
ushahidi wote utakuwepo. Sasa matendo yetu ya mwaka nzima inawasilishwa mbele ya Mungu katika mwezi wa Shaaban, na Mwenyezi Mungu hana haja ya ripoti ya malaika ndio apate kujua mimi na wewe tunafanya nini. Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Mwenyezi Mungu amesifika na aibu ambayo viumbe wako naye. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Mwenyezi Mungu anasema wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Mwenyezi Mungu anajua uhaini wa macho na kilichofichika ndani ya nyoyo. Wewe leo unatembea barabarani, umeangalia kwa makusudio gani? Nia yako ilikuwa nini? Mungu ashajua. Nia yako ilikuwa nzuri ama sio nzuri? Mwenyezi Mungu anajua kilichofichika ndani ya nyoyo zetu. Yale mambo hujafikiria kuyafikiria, Mungu ashajua unataka kufikiria nini. Sasa hana haja ya ripoti ya malaika ndio apate kujua na mimi tunafanya nini. Unajua leo Umoja wa Mataifa wameitangazia ulimwengu kwamba idadi ya watu duniani ni bilioni 7. Hii dunia ina watu bilioni 7. Sasa hawa bilioni 7 ambao wako duniani, tumekaa hapa katika msikiti wa Sheikh Nasr Malindi sasa hivi, Mwenyezi Mungu anawaona hawa bilioni 7 wote kwa pamoja kwa wakati mmoja, na anajua nani anafanya nini, nani anasema nini, nani ana nia gani, ana mipango gani. Yote Mungu anayajua hayo wote, na si binadamu tu, viumbe wengine wote. Mungu anajua sasa hivi ni mnyama gani anampiga mwenzie pembe, ni nani ambaye ana matatizo, nani ambaye amefariki, nani ambaye bado yuko hai. Mwenyezi Mungu kama walivyosema baadhi ya wanazuoni, subhanalladhi yasma'u sawta ad-dud fi khalal al-'ud wa dablibu an-namlata as-sawda fi al-layali as-sud. Ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye anamsikia mdudu chungu akiwa ndani ya gogo, analia, ana matatizo, hana chakula, Mungu anamsikiza huko ndani. Yasma'u sawta ad-dud fi layali sud, katika usiku wa giza. Yeye mwenyewe ni mweusi na usiku wenyewe ni wa giza totoro, Mungu anamuona na yeye mwenyewe haonekani. Wa dablibu an-namlata as-sawda fi layali sud, na dukuduku ya mdudu chungu mweusi katika usiku wenye giza. Anamjua ana shida gani, anahitajia chakula, anahitajia usaidizi. Mwenyezi Mungu anajua mpaka zile matawi yote ambayo inadondoka kutoka juu ya mti. Sasa hivi imedondoka kwa dakika hii, kwa sekunde hii, yamedondoka ngapi, katika nchi gani, wakati gani? Sasa hana haja ya ripoti ya malaika, lakini anaonesha utendakazi wake. Ndio Mtume anasema fauhibbu an yurfa amali wa ana saim, mimi napenda matendo yangu yawasilishwe mbele ya Mungu ili hali ya kuwa niko ndani ya saumu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana katika mwezi huu kwa sababu matendo yake yanawasilishwa. Allah imepatikana katika salafu na salih, ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban na kuendelea, baadhi ya wema wanaamka asubuhi, anaanza kulia tu. Mke wake anamuuliza, unalia nini jamani? Kuna matatizo gani, nikusaidie vipi? Anamwambia, matendo yangu yanapelekwa mbele ya Mungu, sijui Mungu atanikubalia, sijui Mungu ataniridhia, sijui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanisamehe, Mungu atayakubali ya matendo ambayo ninayafanya mimi. Ndio unaona ndugu Waislamu, sisi sote hapa tumekaa tumetofautiana kimatendo na kusudia matendo mema. Mwenyezi Mungu anasema inna sa'yakum la shatta, matendo yenu yametofautiana. Kuna watu miongoni mwetu hapa ni wasaliji kuliko wengine, wanaswali kuliko wengine. Kuna watu miongoni mwetu hapa wanatoa sadaka kuliko wengine. Kuna watu miongoni mwetu hapa wanasoma Qur'ani kuliko wengine. Kuna watu miongoni mwetu hapa wanaamka tahajjud usiku wa manane kuliko wengine. Kuna watu miongoni mwetu hapa wanawakaribia sana wazazi wao, wanawatendea sana wazazi wao wema kuliko wengine, na hivyo hivyo mmoja juu ya mwingine. Lakini swali ya kwanza ya kujiuliza ni Muislamu, haya matendo yote ambayo unayafanya wewe na mimi, Mwenyezi Mungu yuko radhi nazo?
Mwenyezi Mungu ameyakubali haya. Na swali la pili, ndugu zangu Waislamu, lau wewe utaondoka duniani leo, siku yako ya mwisho leo kuondoka duniani, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe? Hizi ndio maswali ambayo Muislamu anafaa kujiuliza. Ndio unamuona Mtume anazidisha saum, matendo yake yanawasilishwa mbele ya Mungu akiwa ndani ya saum. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, wenda nikiwa ndani ya saum Mungu atanihurumia, Mungu atanisamehe, atanikubalia, ataniruhusu katika pepo yake, kwa sababu saum ni kitu tofauti. Na sisi naye katika mwezi huu intakana tuzidishe sana kufunga saum. Sababu ya tatu, na kwenda mbio mbio kwa sababu wakati wenyewe haituruhusu Uislamu. Sababu ya tatu ni kwa nini Mtume sallam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Wanasema wanazuoni ni kwa sababu ya kujiandaa na Ramadhani. Ndio Mtume akifunga sana, kwa sababu saum, Mtume sallam anamwambia yule sahaba, as-siyam la idla lahu wa fi riwaya la mithla lahu. Saum haina mfano wake. Saum inamkaribisha mtu kwa Mola wake. Saum inamkumbusha mtu Mola wake. Saum inamwambia Muislamu, nenda mapema msikitini ukaswali. Saum inamkumbusha Muislamu, nenda ukawahi sunna ya kablia, kasome Qur'an. Saum inamkumbusha Muislamu, toa sadaqa. Saum inamkumbusha Muislamu, leo amka usiku wa manane uswali. Saum inamkumbusha Muislamu ainamishe macho anapotembea. Ndio unaona Mtume akizidisha, kwa sababu saumu itamwezesha kuyafikia yale mema mengi ambayo nitakana yafikie, kwa sababu saumu itamkaribisha hapo. Ndio unaona maswahaba ridwanullah alaihim na tabi'in wema waliotangulia, ilipokuwa inaingia mwezi wa Shaaban, wakifunga sana mwezi wa Shaaban na wakisoma sana Qur'an. Hata baadhi ya wema waliotangulia katika tabi'in wakaiita hii mwezi wa Shaaban shahru Shaaban shahru al-qurra, ni mwezi wa watu wanaosoma Qur'an, wanajibidisha na saum na wanasoma sana Qur'an. Saum maana yake Jumatatu, Alhamis, ayyamul bid, tarehe 13, 14, 15. Wakati mwingine wanafunga wiki nzima, wanapumzika siku moja mbili, tena wanaanza na huko wanajibidisha katika ibada zingine, ili Ramadhani itakapoingia ile joto ya ibada itakuwa ndani ya damu yao. Hii ndio malengo ya Muislamu. Na leo wema waliotangulia walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya Ramadhani miezi 6 kabla, miezi 3 kabla. Sisi wengi wetu malasaf, hata wengine sasa hivi wanajifanya hawamnazo, hawajui kabisa kwamba Ramadhani imekaribia, hata hawana habari wala hawajali. Wanangojea itangazwe mwezi ndio waanze kushtuka, ala mwezi umeonekana bwana, Ramadhani imeingia. Sasa ndio unaona watu wanaanza kujazana misikitini, Qur'ani inasomwa, swala ya jamaa inajaa, darsa zinajaa, tarawih inajaa. Lakini baada ya siku 5 ile nguvu inaanza kupungua, inamalizika Ramadhani, baadhi ya Waislamu hata juzuu ya 10 hawajafika, na kila ikielekea mwisho Ramadhani na nguvu nayo inazidi kupotea. Tarawih watu wanaanza kuihama, huoni tena swala ya jamaa, watu wamejaa, darsa tena watu hawakai. Kwa nini? Kwa sababu mapokezi haikuwa sawa. Lakini tusione leo imebakia siku 17 au 18. Kwa wale ambao hawajaanza bado, nafasi bado ipo, usikate tamaa. Kama wanavyosema Waingereza, last minute can save a man. Dakika za mwisho zinaweza kumuokoa mtu. Kuanzia sasa, kuanzia leo, anza kujibidiisha katika mambo ya taa. Lazimisha swala zote 5 msikitini. Jitahidi kadri ya uwezo, kila siku usome juzu moja. Angalau utoe sadaka kila siku ya shilingi 50. Uamke usiku wa manane, ufunge saumu za sunna. Angalia kuanzia kesho Jumapili ni saumu za ayyamul bid, tarehe 13, 14, 15. Amka na saumu kwa malengo ya maandalizi ya Ramadhani. Haya machache ambayo yako mbele yetu tusiyaache.
na tutakuja kuelezeni ni kwa nini. Ndugu Waislamu, ni lazima tujiandae mapema sana, kwa sababu hii fursa lao tutapewa itakuwa ni fursa ya dhahabu. Sasa kuanzia sasa katika maandalizi ya Ramadhani, fanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tubia madhambi yako kuanzia sasa. Mwenyezi Mungu anasema, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, na tubieni madhambi yenu nyinyi nyote kwa pamoja, enyi waumini wa kweli, ili mpate kufaulu. Hapa Mwenyezi Mungu anawahutubia waumini wa kweli, ayuha almu'minun. Waumini wa kweli wanaambiwa watubie madhambi yao. Waislamu wa kawaida wanafaa kutubia vipi? Ina maana Waislamu wa kawaida ndio kabisa wanatakana watubie, na toba maana yake ni kuacha ile madhambi ambayo unayafanya kuanzia sasa. Acha, kisha uyajutie. Mimi nilifanya mambo ya ujinga sana, nilifanya baadhi ya mambo nilimkosea Mungu sana, wallahi sina sura mbele ya Mungu. Juta, kisha utie azma kwamba mimi sitorudia tena. Hii ndio maana ya tauba. Na ni kwa nini toba, ndugu Islamu, katika maandalizi ya Ramadhani? Ni kwa sababu madhambi ndio ambaye inamweka mtu mbali na Mola wake. Madhambi ndio ambaye inamfanya mtu asimkaribie Mola wake katika taa. Madhambi ndio ambaye inamfanya mtu anaogopa hata kuswali, anaogopa hata kuishika Qur'an, anaogopa kuamka usiku, anaogopa kwenda hija. Madhambi yamemvaa. Madhambi ndio ambaye yanamtia mtu hofu. Madhambi ndio ambaye inamzeesha mtu kabla wakati wake. Mtu ni kijana mdogo miaka 30, uso imechapa, utafikiri ni mzee wa miaka 60. Na lao anaoa, anazaa mtoto anatoka na sura za kizeezee. Madhambi yanafanya mambo haya, Waislamu. Madhambi ni kitu kibaya sana. Sasa wewe ambao unaifanya madhambi, jamani, haya madhambi hauoni kwamba inakuweka mbali na Mungu wako? Wewe huoni madhambi haya inakuweka mbali na Mungu wako? Inahatarisha pepo yako, inahatarisha uhusiano wako na Mungu wako, na wewe unakwenda tu. Wale ambaye wanaocheza kamari, umecheza kamari miaka mingapi leo? Unaondoa baraka ndani ya maisha yako, na wewe unakwenda tu. Wewe ambao unaijihusisha na mambo ya riba, unatangaza vita na Mola wako, na wewe unaenda tu, wala hujali. Wewe kijana unaitafuna miraa, hii miraa umeitafuna miaka mingapi leo? Mpaka meno inang'oka, unakwenda kwenye sink kusukutua meno inang'oka yenyewe. Wewe huoni, unaendelea tu. Wewe ambao unaikunywa pombe, umekunywa pombe miaka mingapi? Inakuadhirisha, inakudhalilisha, inakufedhehesha mbele ya watu, inaifilisi mali yako. Wewe unaendelea tu. Wewe ambao unaizini, ndugu Islamu, umezini miaka mingapi leo? Umepata nini zaidi ya hofu? Unaidhailisha mwili wako, unajitia maradhi. Acha mambo ya madhambi. Madhambi ndio ambayo inamletea mtu hofu na Mola wake. Ndio maana ni lazima tutubie kila mmoja wetu kuanzia sasa. Na toba maana yake alla taud ila dhanb, utie nia kwamba mimi nimetubia na sitorudia tena. Hii ndio maana ya toba. Sio sisi wengi wetu hapa tunangojea Ramadhani ingie tutubie toba za kijanja janja tu. Kama Ramadhani imeingia, wacha tutubie, tuache Ramadhani ikisha tutarudi. La hasha. Hata kuna baadhi leo ya Waislamu wameshatenga pesa ya kufanya mfungo. Unajua mfungo maana yake ni kufunga maasi dakika za mwisho, anaifanya dakika za mwisho. Sasa wewe leo unaipokea Ramadhani kwa maasi, unatarajia vipi leo Ramadhani yako itakuwa salama? Kwa hivyo tutubie madhambi yetu, Waislamu, jambo la kwanza. Jambo la pili, katika mambo ambayo tunafaa kuyafanya kuanzia sasa, ni tumuombe Mwenyezi Mungu sana atufikishe mwezi wa Ramadhani. Hata wema waliotangulia wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna Ramadhan, tufikishe Ramadhani ya Mwenyezi Mungu. Kuna kauli ambayo watu wanayasema katika kauli tu, wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma sallimna li Ramadhan wa sallim Ramadhana lana wa tasallamahu minna mutaqabbala. Mwenyezi Mungu ifikishe salama Ramadhani kwetu sisi, na utufikishe sisi salama kwa Ramadhani,
na utuwezeshe katika mwezi wa Ramadhani huu tuweze kufanya matendo mengi kwa salama. Sasa sisi sote hapa tunamuomba Mwenyezi Mungu na tuna matarajio kwamba Ramadhani hii tutaifika, lakini wanazuoni subhanallah wanasema katika Waislamu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, wametugawa makundi manne. Sikiza kwa makini sana. Kundi la kwanza, kuna watu miongoni mwetu hapa wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani hii ambayo iko mbele yetu, lakini Ramadhani hawatoifika. Kuna watu wameshafariki miezi 3 kabla, wengine wamefariki miezi 2 bado, mwezi mmoja. Kuna watu watafariki bado wiki 3, wiki 2. Kuna watu watafariki bado siku 10, wengine bado siku 3, wengine bado siku 2. Kuna watu miongoni mwetu hapa watakufa bado siku 1 kuingia Ramadhani, hakuna anayejua hiyo. Na kuna watu miongoni mwetu hapa wataondoka duniani pindi itakapotangazwa mwezi. Mwezi inatangazwa, kesho Ramadhani inaanza na yeye anaanguka chini na fariki. Ndio unaona tukio iliyotokea Turki, tetemeko ardhi, na Syria. Kuna mazingatio makubwa sana ya kusoma Uislamu. Hawa ni watu ambao walikuwa wanajua hii Ramadhani watakuwepo, na jambo la ajabu ni vijana wengi ndio ambao wamekwenda katika zaidi ya watu 40,000. Waliofariki wengi ni watu chini ya miaka 30. Imetokea tukio chini ya dakika 1.5, magorofa 2600. Hatukwambii manyumba ya kawaida, gorofa nyingine gorofa 10, gorofa 20, gorofa 15, 2600. Sifikiri katika mji wa Mombasa ikichanganywa zote itapatikana gorofa 100, gorofa 2600 ziliangushwa chini ya dakika 1.5, saa 10 ya usiku. Watu wamekwenda kulala wakijua ni masiku ya kawaida tu haya, kumbe manyumba mengine ambayo tunaishi ndani yake haya, Waislamu tunaishi ndani ya makaburi na hatuna habari. Magari haya ambayo tunayatembeza ni majeneza haya tunatembea nayo, wewe unakwenda tu wala huna habari, unajiona wewe una afya sana, utaendelea kuishi. Unajua Waislamu, sisi wengi wetu hapa tumefunga Ramadhani nyingi sana. Wengine katikati yetu tumefunga Ramadhani 50 hapa, wengine tumefunga Ramadhani 60, wengine tumefunga Ramadhani 40, wengine Ramadhani 30. Mtume alifunga Ramadhani 9 tu, 9. Mimi na wewe tumefunga Ramadhani nyingi mpaka tumeona Ramadhani imekuwa ni mwezi wa kawaida tu, kila mwaka inakuja inaondoka, inakuja inaondoka. Mimi na wewe bado tupo. Kumbe hatujui baada ya dakika chache kutoka sasa hivi, baada ya masiku chache kutoka sasa hivi, mimi na wewe tumepangiwa nini na itatokea wapi. Itatokea ndani ya maji, utapotelea mle, utazikwa huko huko. Itatokea ndani ya nyumba yako, itatokea barabarani, hakuna anayejua hiyo. Sasa kuna watu ambao wanamuomba Mungu hapa awafikishe Ramadhani kwa salama, lakini hii nafasi ya watu pewa. Hii ni kundi ya kwanza. Kundi ya pili, kuna watu katikati yetu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, na wataifika Ramadhani, lakini hawatoimaliza. Kuna watu katikati yetu watafunga siku 1 tu na wataondoka duniani. Kuna watu watafunga siku 2, wengine siku 3, wengine wiki 2, siku 20. Almuradi hii Ramadhani hawatoimaliza. Hii ni kundi ya pili. Kundi ya tatu, kuna watu katikati yetu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu, ya Allah tufikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, na wataifika Ramadhani na watafunga Ramadhani mpaka mwisho, na watakula Idi na familia zao na Waislamu wenzao, na watafunga saumu ya 6. Lakini Ramadhani ya mwaka ujao hawatokuwepo hapa tena. Hii ndio itakuwa nafasi ya mwisho kwa baadhi yetu hapa. Kama ulivyoona hao walioangamizwa, wengine wameangamia kwenye ajali, maradhi, tetemeko wa ardhi, mafuriko,
walikuwepo Ramadhani iliyopita, wakijua Ramadhani mwaka huu watakuwepo, hawapo tena. Na ndio mimi na wewe hatujui. Na kundi la 4 ni wale miongoni mwetu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, na wataifika Ramadhani na watafunga Ramadhani mpaka mwisho, watakula Idi na familia zao na Waislamu wenzao, na Ramadhani ya mwaka ujao bado watakuwepo tena. Sasa katika makundi 4 haya, mimi na wewe hakuna anayejua amepangiwa katika kundi gani. Na lau kila mmoja wetu anaulizwa hapa, ungependa kuwa katika kundi gani katika makundi 4 haya? Katika watu ambao watakaoondoka kabla ya Ramadhani, katika watu ambao watakaopata Ramadhani na hawatoimaliza, katika wale ambao wataimaliza lakini mwaka ujao hawatokuwepo, ama ni wale ambao mwaka ujao bado watakuwepo? Lau kila mmoja wetu anaulizwa hapa, atasema jamani, mimi ningependa kuwa katika kundi la 4. Maana yake mwaka ujao pia niwepo, lakini hakuna anayejua hiyo. Hii ni siri yake Mwenyezi Mungu. Ndio lao unapewa nafasi kama hii tena, itumie kana kwamba ni nafasi yako ya mwisho. Sijione wewe bado ni kijana, wewe ni mzima wa afya, huna maradhi yoyote, una nguvu za mwili, ukachukulia kwamba hichi ndio kipimo cha kumpima naye mtu kuendelea kuishi. Mtu kuwa mzima wa afya si ishara kwamba ataendelea kuishi, na mtu kuwa mgonjwa mahututi, mzee, si ishara kwamba atakufa. Kila mmoja wetu amepangiwa siku yake. Wama kana li nafsin an tamut illa biidhnillahi kitaban muajjala. Kila nafsi imewekewa wakati wake na hakuna anayejua hayo. Ndio unaona Ramadhani hii, lao tutapewa hii nafasi, tuifanye iwe ni Ramadhani tofauti na Ramadhani zingine zilizopita katika maisha yetu. Labda huku tulichezea, tulifanya mambo ovyo ovyo, lakini kuanzia leo na Ramadhani hii lao tutapewa, tuandae mikakati. Kuanzia sasa weka ratiba. Mimi inshallah katika hii Ramadhani swala zote 5 kwa jamaa nitaswali katika msikiti fulani, na sunna ya qablia na baadia haitonipita, salati dhuha haitonipita kuanzia sasa, na Ramadhani ikiingia itakuwa zaidi. Nitaswali tarawih katika msikiti fulani, nitatoa sadaqa kiasi fulani. Mtume anasema afdalu sadaqa as-sadaqa fi Ramadhan, sadaqa iliyokuwa bora ni sadaqa ambayo Muislamu anaitoa katika mwezi wa Ramadhan. Bi Aisha anasema radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Mtume alikuwa mtu mkarimu sana, Mtume alikuwa mkarimu ya ajabu, akipeana, akiinua maisha ya watu, akipeana sadaqa. Na katika mwezi wa Ramadhani alikuwa mkarimu zaidi, na sadaqa iliyokuwa bora ni ile ambayo mtu anaitoa katika mwezi wa Ramadhani. Katika mwaka huu utawafuturisha watu wangapi? Mwaka jana nilimfuturisha mtu mmoja, inshallah mwaka huu nitawafuturisha watu 2. Na kwa wale ambao hawana uwezo, hali zao ni duni, tusiwaachie matajiri tu ndio wachukue hizi fadhila ya kuwafuturisha watu, kwa sababu hakuna jambo katika saumu ya Ramadhani na saumu za sunna pia iliyokuwa na fadhila kubwa na thawabu kubwa kama mtu kumfuturisha mtu. Unajua, ukimfuturisha mtu, mimi nimekufuturisha wewe tende au nimekualika kwangu, thawabu ya saumu yako wewe, saumu nzima yako wewe nitapewa mimi, pamoja na yangu zitakuwa saumu ya siku 2, saumu 2, bila yako wewe kupungua hata dururu. Sasa je, ukiwafuturisha watu wawili, ina maana ukiwafuturisha muda wa mwezi nzima una saumu ya siku 60 utapewa. Je, umefuturisha watu 10, watu 100? Ndio Mtume akasema, man fattara saiman kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqus min ajri as-saim shay'a. Mtu yote ambaye anayemfuturisha mtu aliyofunga atalipwa saumu ya ule mtu ambaye amemfuturisha, bila yule aliyofuturishwa kupungua saumu yake hata kidogo. Sasa wewe huna uwezo kabisa, panga ratiba, angalau na shilingi 200 nitakwenda kununua tende pale sokoni, shilingi 200 kilo moja.
chukua mfuko karatasi, tia 3 tembe 3, itoke tembe mfuko 30, njoo wakati wa magharibi wape watu, utapata fadhila hii. Una uwezo kabisa, nunua maji robo lita shilingi 250, dazeni 2, leta hapa msikitini wakati wa magharibi, utaipata fadhila kama hii. Na kwa wale ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa uwezo, maana yake tuzidishe sana katika mwezi huu kupanga ratiba, na Ramadhani haijaingia bado. Ikiwa mwaka jana ulisoma Qur'ani hitma moja, mwaka huu weka ratiba, nitasoma hitma 2. Na kwa wale ambaye hawajui kusoma Qur'ani kabisa, waweke nia na azma ya kujifundisha kusoma Qur'an. Ramadhani ikiingia, inshallah mimi nitakuwa nishajua kusoma Qur'an. Hii Qur'ani iliteremka katika mwezi wa Ramadhani, kwa hivyo ina daraja zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Qur'ani iliteremshwa kama wanavyosema na wanazuoni, Jibril ndo ambaye aliteremsha Qur'an, akawa malaika bora kuliko malaika wote, akamteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad akawa ni mtume bora kuliko mitume wote, akaiteremsha katika usiku wa Lailatul Qadri. Usiku wa Lailatul Qadri naye ikawa ni usiku bora kuliko usiku wote. Na mimi na wewe naye tukijikaribisha na Qur'an kuanzia sasa mpaka Ramadhani ikafika, tukazidisha, tutafika daraja ambayo hatukutarajia kwamba tunaweza kufika. Na kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo ya mali, tia azma kuanzia sasa. Inshallah mimi nitakwenda kufanya ibada ya umra katika mwezi wa Ramadhani, kwa namna fadhila yake ilivyokuwa kubwa. Mtume sallam anasema katika riwaya ambayo ni nyingi, sallallahu alaihi wasallam, man i'tamara fi Ramadhan fakaannama hajja ma'i. Katika riwaya nyingine, al-umra fi Ramadhan ka hijja. Mtu yoyote atakayefanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhan ni sawasawa na kwamba amefanya ibada ya haji. Unafanya ibada ya sunna, unaandikiwa ibada ya faradhi ya hija, na sio hija ya kawaida. Utaandikiwa kwamba umekwenda kufanya ibada ya haji ukiwa unaandamana pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni neema iliyoje hii jamani! Unapewa thawabu ya kuandamana na Mtume, ni fadhila iliyoje! Lakini leo unamkuta mtu anafunga safari, anakwenda China kwa biashara zake za halali, mara 30 kwa mwaka, anakwenda Dubai mara 20. Hujakatazwa hiyo. Mwenyezi Mungu anasema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako ya dunia. Twende mbio, tutoe jasho, tupande tushuke, lakini hii dunia isikufanye wewe usifanye mambo ya kheri. Isiwe wewe leo unajenga dunia tu, akhira yako umeisahau. Weka ratiba, nimekwenda mara 30 kule, inshallah Ramadhani hii itanikuta Maka nikifanya ibada ya umra. Lakini watu wengi hawana habari na hayo, wanajenga dunia yao na wanaisahau akhira, na hii dunia wataiacha na akhira yao ndio ya kudumu. Hii dunia kitu ambacho utaondoka nacho hapa duniani ni nchi 6 ya ardhi iliyochimbwa kulingana na uzani wako, kulingana na saizi yako. Hiyo ndo peke yake ambayo utaondoka nayo hapa duniani. Lakini akhira, lau utapewa akhira, utapewa ardhi kama hii 7 na mbingu 7, zote zitakuwa miliki yako. Sasa wewe leo unaacha akhira kwa sababu ya dunia hii ambayo utaacha kila kitu humu ndani. Na jambo lingine ni Muislamu katika maandalizi ya Ramadhani, kama kuna sunna iliyogurwa katika mwezi wa Ramadhani ambayo itakana kuhuishwa, ni Waislamu kuacha kukaa itikaf katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Kama kuna sunna ambayo imedharauriwa na Waislamu wengi na hawana habari, imepita miaka nyingi leo. Sisi wengi hapa inapita miaka, inaondoka, inakuja, inaondoka, miaka 50, 40, 60. Muislamu hata mwaka mmoja hana mawazo ya kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Na lao kila mmoja wetu angejua umuhimu wa itikafu, hakuna mtu angethubutu kuidharau na kuikosa hata mwaka mmoja. Ndio unamuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miaka 9 alifunga Ramadhani,
hakuwahi kuacha kukaa itikafu hata katika mwaka mmoja. Na ile mwaka ambayo mtume alikuwa anakufia ndani yake alikaa itikafu siku 20. Na mtume alipofariki, wake zake mtume wakaendeleza kukaa itikafu mpaka kufa kwao, na maswahaba naye wakaendeleza kukaa itikafu mpaka kufa kwao, na wema waliotangulia naye wakaendeleza hii ibada mpaka kufa kwao. Sasa ni nafasi yako wewe na mimi, nafasi yako wewe na mimi. Ndio unaona itikafu inafanywa ndani ya msikiti, na hii ndio kaulul jamhur, ndani ya msikiti ambayo inaiswaliwa Ijumaa, ili usipate sababu ya kutoka pale msikitini kwamba hii msikiti iswaliwi Ijumaa, itabidi nikatafute msikiti mwingine alafu baadaye nirudi baada ya kuswali. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Usiku kabla ya maghrib ya usiku wa 21 Ramadhan, kabla ya magharibi kuingia usiku wa 21, umebeba furushi lako unaingia naye msikitini, mavazi yako, mahitaji yako, sabuni, dawa ya meno, mswaki. Usiku kabla ya magharibi ya kuamkia usiku wa 21, na tayari umeshapanga mikakati kabla ya siku hiyo. Futari yangu itakuwaje? Nani ambaye ataniletea futari pale msikitini? Daku yangu itakuwaje? Usipate sababu ya kutoka hapa ndani. Alhamdulillah, leo katika mji wetu wa Nairobi misikiti nyingi, watu wa kheri wako wengi kwa kweli. Watu wanachukua nafasi zao mbele ya Mungu jamani. Katika misikiti nyingi wanaleta daku, wanaleta futari. Wale ambao wanaokaa itikafu wamo ndani ya raha, hawana dhiki. Mnaletewa chai, mnaletewa uji, mnaletewa maji ya sharbati. Leo mnapikiwa biriani, kesho mnapikiwa chapati ya ata, mnapikiwa kuku, mana samaki. Watu wanatafuta kheri. Wewe ikiwa una uwezo wafanyie watu sahali misikitini, lakini ikiwa hakuna, basi weka ratiba nyumbani kwako. Nani ambaye anakuletea futari? Wallahi, katika wema waliotangulia ilikuwa hakuna mtu akuletea futari msikitini wakati wa itikafu ama daku. Mke wake yuko nyumbani na mtoto mdogo, inabidi huyu bwana atoke msikitini aende kilomita 9 kwa ajili ya kwenda kuchukua futari na daku kisha arudi. Na hii ni moja kwa sababu ambao wanazuoni wanasema ikiwa hakuna budi itabidi lazima atoke. Na kutoka mojawapo ni hiyo sababu imeruhusiwa. Nyingine ni kwenda, umekuwa mgonjwa, kwenda kutibiwa, unakwenda haja unarudi, lakini sababu zingine zote uruhusiwi. Uruhusiwi hata kwenda mazishini kwenda kuzika, uruhusiwi kumtembelea mgonjwa. Maana yake usipate sababu yoyote. Na kabla hujaingia kwenye itikafu umeshaweka zakati alfitri yako tayari, na umemweka mtu mwaminifu ambaye atakayekutolea wakati utakapofika. Wakati utakapofika maana yake ni siku 1 au 2 kabla salati al-Eid. Time iliyokuwa bora ya kutoa zakati al-fitri ni kabla salati al-Eid, lakini time ambayo imeruhusiwa ni siku 1 au 2 kama alivyoelezea Abdullah ibn Umar. Sasa siku 1 2 kabla al-Eid ushamweka mtu, mwambie kabisa, bwana, hii ndo zakati al-fitri yangu. Kilo 5 hii ikifika tarehe fulani mpelekee mtu fulani, kilo 10 mpelekee fulani, kilo 2 mpelekee fulani. Usipate sababu ya kutoa pale msikitini utakapoingia ndani ya itikafu. Sasa unapoingia itikafu kabla ya magharibi ya usiku wa 21, unaingia ndani ya msikiti, unazima simu. Unajua maana ya kuzima simu? Maana ya kuzima simu, maana yake unaifunga dunia nje ya maisha yako kwa muda wa siku 10. Hakuna kuangalia habari, hakuna kuzungumza mambo ya siasa wala mambo ya mpira, hakuna kuangalia WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok. Wewe na Mungu, na Mungu na wewe, masaa 24. Swala zote 5 utakuwa unaswali katika safu ya mbele nyuma ya imam. Sunna ya kablia na baadia haitokupita hata siku moja. Salati dhuha utaswali mpaka raka ya 8. Utazidisha kusoma Qur'an. Katika siku 10 hizi unaweza ukamaliza Qur'ani hata mara 4 au mara 5, kwa sababu time yako ni nyingi ya ajabu. Na utaamka katika swala ya tarawih, utaswali tarawih pamoja na imam pamoja na witri, alafu tena utasimama usiku wa 8 utaswali tahajjud na watu.
lakini hautorudia witri mara ya pili tena. Utakaa katika vikao kama hivi, mashehe wengi wanakuja msikitini kutoa mawaidha, utafaidika na mambo mengi sana. Utajuana na waislamu wenzako, utaomba dua katika zile nyakati ambazo muislamu anapoomba dua mbingu ziko wazi, kulingana na hadithi ya Bwana Mtume. Kwa nini Ramadhani inapomalizika wewe usiwe miongoni mwa watu walioipata Lailatul Qadr? Kwa nini? Nafasi yako ni kubwa sana kuliko yule mtu ambaye anayetegea. Unajua kuna baadhi ya watu wanategea mwezi wa Ramadhani katika masala ya Lailatul Qadri kwa sababu ya maisha yao ilivyo, mazingara haiwaruhusu. Kazi yao ni kazi ya sulubu, maisha magumu, kazi ameajiriwa, hana nafasi. Siku moja anapata nafasi, anakuja anakaa itikafu siku moja. Huyu anaruhusiwa itikafu ya siku moja. Mwenyezi Mungu anasema fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Mwenyezi Mungu namna mnavyoweza katika ibada za sunna. Umefahamu? Lakini wewe ambaye unaye nafasi leo, umeajiriwa kazi, Ramadhani haijaingia, ndani ya moyo wako ushaweka tayari, mimi nitachukua leave. Anza kuapply leave kuanzia sasa. 15 ya mwisho nitakuwa niko leave. Ikiwa ni biashara yako, unafanya biashara, mwisho ikiingia 10 ya mwisho nitaamua kufunga ikiwa hakuna madhara, au nitamweka mtu asimamie. Haya ni mambo yatakana kupangwa mapema sana, sio vitu vya kushtukia tu. Lakini wengi wa Waislamu wanategea tu. Unajua Lailatul Qadri ni usiku ambayo Mwenyezi Mungu anasema, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inatakana kutafutwa, sio kitu itakuja automatic. Ndio Mtume akasema taharru Lailatul Qadri fi witri min 10 awakhir min Ramadhan, itafuteni Lailatul Qadri katika usiku wa witri katika masiku 10 ya mwisho ya Ramadhani. Maana yake watu wanatakana kuitafuta kwa kuzidisha zile ibada, kwa kuzidisha ibada. Na wallahi lao utaipata hiyo usiku mmoja tu, Mungu akakuwafikisha ukawa miongoni mwao, ni bora kuliko ibada ambayo mtu ameifanya miaka 83 na miezi 4, ambaye ni sawasawa na miezi 1000, ambaye labda wengi wetu hapa, wengi hatuwezi kufikia huko, hatuwezi kufika hiyo umri. Sasa leo unaacha kitu kama hichi jamani, kwa sababu ya mambo ya dunia, kwa sababu mambo tuko mbioni tu, kila siku unakimbia na hatuni unakwenda wapi. Umekimbia hizi mbio miaka yote jamani, uko pale tu, umri unakatika, siku zinakwenda, maisha inakaribia. Unajua sisi wengi wetu ambaye tumekaa hapa, hata nikiangalia umri wetu tayari tumeshatumia umri wetu mwingi kuliko yale ambayo yamebakia. Ile ambayo imebakia ni chache kuliko ile ambayo tumeshatumia. Ikiwa umepangiwa miaka 50, wengi wetu hapo wameshamaliza miaka 40, bado miaka 10. Wengine miaka 60, bado miaka 20. Bado tu hujatosheka jamani, unaenda mbio tu. Wewe uone unakaribia sasa hivi. Ndio unaona wema waliopita hawakuweza kuichezea usiku wa ya kukaa itikafu. Walikuwa wanajazana misikitini namna hii. Na wallahi mtu yote anayekaa itikafu, kuna mambo mawili ya ajabu ambayo yanayotokea katika mtu anayekaa itikafu msikitini katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Jambo la kwanza, muulize mtu yote ambaye amewahi kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu anakupunguzia usingizi. Unajua katika siku 10 ambao utakuwa ndani ya itikafu, kila siku utakuwa unakesha wewe kwa ibada mbalimbali. Unakesha usiku kucha, baada ya salati al-fajr unakaa pale msikitini, unaendelea kusoma Qur'ani, unaleta adhkar zako mpaka wakati wa shuruku shams. Unaswali rakaa 2, baada ya mchana umeshaingia, inakuwa ni kama saa 12:30. Sasa ndio unakwenda kulala. Ukienda kulala, ikifika saa 2:30, saa 3, usingizi umeshakatika. Ni kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupunguzia usingizi ili uzidi kumkaribia yeye, utumie nafasi nyingi katika ibada. Wallahi utaona mambo ya ajabu sana. Utakuwa na nafasi nyingi, hii dunia utaisahau.
Na jambo la ajabu ya pili, Waislamu, katika masala ya itikafu, siku ambayo utamaliza inatangazwa Idi, kama kesho ni Idi. Jamani, unajua itikafu inamalizika pindi Idi inapotangazwa, lakini ni katika sunna yule aliyokaa itikafu akae mpaka alfajiri ya Idi, kisha ndo baada ya salati alfajiri aende zake nyumbani ama aende uwanjani moja kwa moja. Lakini hujakatazwa wewe kutoka msikitini baada al-maghrib, baada al-isha, msikiti umeshatangazwa Idi, unaweza ukatoka. Lakini siku ambayo itatangazwa Idi ndo utaiona hii dunia ilivyokuwa duni, na utalia machozi ambayo utashindwa kujizuia, na utaona sasa, mimi nakwenda kuyaharibu haya ambayo nimeshayatengeza hapa, narudi wapi tena huko? Utajioni sawa na mtu aliyotoka haji au umra. Wallahi nawaambieni, haya si maneno ya kuambiwa, jaribu kisha uone. Ndio namalizia mazungumzo yangu Waislamu nikisema hivi, hii dunia Waislamu ni mti mkavu, haina kitu ndani, tunapita tu. Usiegemee sana, fanya mambo yako, lakini isikusababishie wewe kusahau mambo ya kesho. Isikushughulishe sana mpaka ukaona ukaacha mingine ambayo ni ya sawa. Ndio yule mwanazuoni mmoja katika nchi ya Kuwait aliwahi kuulizwa, hii dunia ni kitu gani? Dunia ni nini? Huyu bwana akatoa jawabu ambayo iliandikwa kwa wino ya dhahabu, tuktab bimai dhahab. Si maneno ya kawaida kuitafsiri dunia ni kitu gani. Akasema hii dunia ni mfano wa mtu anayetafuta nyumba ya kupanga, nyumba ya kukodi. Anatafuta nyumba, mwezi mmoja hajapata, miezi miwili hajapata. Unajua wakati mwingine unapohitajia kitu haupati, siku ambayo huna haja nazo ndo unaziona ziko nyingi. Basi huyu bwana akaja akapata nyumba baada ya miezi mitatu. Alipopata nyumba akaenda kuiangalia ile nyumba, akafunguliwa, akaona ina room tatu, ina sebule, ina baraza, sitting room, ina choo, ina bafu, ina jiko, ina ua. Akaipenda ile nyumba. Akamwambia mwenye nyumba, niambie rent ya hii nyumba ni pesa ngapi kwa mwezi, mimi nikulipe, kisha mimi nilete familia yangu tuingie hapa ndani, kwa sababu familia yangu wamekaa mbali na mimi muda mrefu. Yule mwenye nyumba akamwambia huyu mpangaji mtarajiwa kwamba hii nyumba renti yake, pesa ambayo unafaa kutoa kila mwezi ni shilingi 30,000 ya Kenya. Lakini mwenye nyumba akamwambia mpangaji mtarajiwa, hii nyumba ina masharti yake, lazima utekeleze masharti yake, kisha baadaye ndo mimi usign, alafu mimi nitakupatia ufunguo uingie. Basi akamtolea foolscap ambaye imeandikwa masharti 7. Sharti ya kwanza, utalipa rent kwa wakati, akamwekea tarehe ya mwisho. Sharti ya pili, nimekupa nyumba ikiwa rangi safi, hakuna uchafu wote, utakaponirudishia nyumba yangu nirudishie kama nilivyokupa. Sharti ya tatu, mifereji yote inafanya kazi, switch zote, taa zote, feni inafanya kazi, siku ya kunirudishia nyumba yangu nirudishie kama nilivyokupa. Na ndio Mtume anavyosema, almuslimuna ala shurutihim, Waislamu watabaki juu ya masharti waliowekeana. Sharti ya 4, sharti ya 5, sharti ya 6, huyu mwenye nyumba anamwambia huyu mpangaji, siku mimi mwenye nyumba nitahitajia nyumba yangu, utatoka ndani ya hii nyumba bila notice. So umeshazoea, watu wamezoea notice ya miezi mitatu, ilani miezi 6 ndio utoke. Kwangu mimi hakuna hivyo. Nikikwambia utoke leo utatoka. Hiyo ni sharti ya 6. Sharti ya 7 ambayo ni sharti ya mwisho, mwenye nyumba anamwambia mpangaji mtarajiwa, siku mimi mwenye nyumba nitahitajia nyumba yangu,
vitu vyote ambavyo utaviweka humu ndani sitokuruhusu utoke navyo. Hii nyumba umeipata ikiwa tupu, haina kitu. Sasa hivi utakuja baadaye utajaza vitu humu ndani, vitanda, makabati, mavazi, vyombo, gas, TV, zote ni zako hizi. Lakini siku ambayo mimi mwenye nyumba nitahitajia nyumba yangu, sitokuruhusu utoke na chochote, pamoja na kwamba ni zako. Hii ndio sharti ambayo nimeweka. Sasa mwenye nyumba anamwambia huyu mpangaji mtarajiwa huyu, ikiwa unaona masharti haya unayaweza, wewe piga sign hapa uchukue nyumba, lipa rent, utachukua nyumba. Ikiwa unaona huwezi, haina haja ya kusumbuana, tafuta nyumba mahali pengine. Lakini kwa kuwa huyu mpangaji ametafuta nyumba kwa muda mrefu na hajapata isipokuwa hii, na familia yake iko mbali na yeye, na hii nyumba yenyewe ameipenda na rent yake anaiweza, akaamua kusaini, akasaini, nimekubali masharti yote ambayo umeyaweka hapa. Sasa hii ndo dunia Waislamu. Ulikuja hapa duniani ukiwa uchi, na siku ya kuondoka Mwenyezi Mungu atakapoamua wewe uondoke na mimi, utaondoka bila notice. Hakuna notice utapewa kwamba jamani, nimebakia masaa 24, bado siku 2, bado mwezi, jitayarishe. Hakuna hiyo. Uko tayari, hauko tayari, umo ndani ya taa, umo ndani ya maasi, ushatubia ama bado? Mwenyezi Mungu anasema idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, itakapofika wakati wa kuondoka kwao hawatocheleweshewa sekunde au kutanguliziwa, tumpe sekunde moja, hakuna hiyo. Hata yule mwanamke ndo ameanza kuzaa, saa yake ikifika hawezi kusema jamani, nipeni nafasi angalau dakika nimnyonyeshe mtoto wangu, jamani ndo nimeanza kuzaa. Ataambiwa sio kazi yako hiyo, ondoka. Na siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoamua wewe na mimi tuondoke hapa duniani, vitu vyote ambavyo umevipata humu ndani utaviacha. Hakuna hata ndururu utaruhusiwa kuondoka naye, wacha peni wala shilingi. Ndururu vyote utaviwacha hapa. Sasa hii ni kitu cha hatari kwa kweli. Tutaishi katika dunia hii, tuishi vizuri, tule vizuri, tufanye biashara ya halali, tupande juu, tushuke chini, tutoe jasho, lakini dunia isitughuri tukaona hii ndio kila kitu. La. Ulikuja hapa ukiwa uchi, na siku ya kuondoka utaondoka ukiwa uchi. Tena wale wanaoosha maiti, ile nguo ulovaa watasema, hawezi kusema tuivue. Hapana, leta makasi tuikate, haina kazi, utabakia uchi. Ulipokuja hapa duniani uliogeshwa mara ya kwanza, uliogeshwa na khalati yako, mama yako, dada yako, shangazi yako, na ndivyo utakapoondoka tena utaogeshwa. Ulipokuja hapa duniani ulikuwa huna uwezo wa chochote, huna nguvu, huwezi hata kufungua mdomo wako. Mama yako anaisindikiza kijiko ya chakula kwenye mdomo wako, huwezi kuinua mguu. Mama yako akiachia shingo yako, akiachia kichwa chako, inaanguka, shingo haifanyi kazi. Na ndivyo utakapoondoka pia, itakuwa huna uwezo tena. Ulikuja hapa duniani ukiwa huna chochote, na siku ya kuondoka zote utaziacha hapa. Na saa nyingine watu watayagombania huku nyuma, watayafuja. Ndio yule mmoja katika mji wa Nairobi, labda nimalizie hapa na wapeni mfano tu Waislamu. Haya mambo inatakana kila Muislamu ajifanyie mwenyewe. Mazingara ambayo tunaishi, watoto ambao tunawalea sasa hivi si kama wale wa zamani. Kuna bwana mmoja katika mji wa Nairobi, kuna msikiti ambayo ilikuwa watu wanachangisha kujenga msikiti upya. Huyu bwana alikuwa na uwezo wake,
Basi kile kichangishwa pale msikitini, katika msikiti mmoja wapo Nairobi, si kitambo sana, huyu bwana alikuwa anachangia pesa nzuri sana. Alikuwa anatoa 1,000,000, 200,000, shilingi 50,000, kila mchango ikichangwa yeye pia anatoa, na mchango inaendelea tu, inatakana mamilioni. Basi huyu bwana akaja akapigwa na maradhi, akachukuliwa akapelekwa ICU, amelazwa na mashini zote kwenye pua yake na mdomo wake, hawezi kuzungumza, lakini anasikia kila kitu. Basi ile mashini ndio ambayo inampeleka tu. Sasa watu wake wanakuja kumtembelea pale hospitalini, wanakuja kumtembelea, wanamjulia hali, wanajua anaendaje, wanamwombea dua. Basi siku moja watoto wake wengine walitoka Ulaya, wengine wako hapa hapa Kenya Nairobi, wengine wako Mombasa, wakaja wakakutana kwa mzee. Mzee yuko kitandani, anasikia kila kitu. Wale watoto wanaanza kugombana juu ya mali ya baba yao, na bado hajakufa bado. Mtoto mmoja anasema, jamani, baba yangu akiondoka ile kampuni ni yangu mimi. Mtoto mwingine anasema, ile Mercedes Benz ni yangu, ile estate itakuwa ni yangu. Wanaanza kugombana na mzee yuko hai bado hajakufa, na mzee anasikia. Basi huyu mzee anasema, pale pale nilimuomba Mungu, Mwenyezi Mungu, nakuomba uniondoe hapa kwa salama, niende nikatekeleze mambo ya mali yangu kwanza. Anasema kitu kilichomshangaza, hakuna hata mtoto mmoja alisema tutamjengea mzee msikiti, au tutamchimbia kisima, au tutamfanyia ibada ya haja ya kwenda hija huyu, ama ibada ya umra. Hakuna hata mmoja aliyofikiria mambo haya. Basi wallahi, alipomuomba Mungu pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimrudishia afya yake. Kesho yake huyu mzee alipata nguvu, na haikupita siku 2-3 akatolewa pale hospitalini. Akarudi akachukua mali yake yote, akaanza kuuzauza. Akaenda katika ile msikiti ambayo ilikuwa inachangisha, akawauliza, jamani, toka mmeanza kuchangisha imebakisha pesa ngapi? Mimi nitatoa yote. Akaambiwa imebakisha shilingi milioni 10. Akatoa shilingi milioni 15, akasema na hii ya ziada. Kwa hivyo ukingojea kufanyiwa wewe, tahadhari sana, ila kwa wale watoto ambao wamelelewa Kiislamu na wakawapa maadili na wakajua haki za wazazi, hawa ndio ambao watawafanyia wazazi wao kheri. Na tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie kama hawa watoto ambao walimdhalilisha mzazi wao na bado yuko hai. Aqulu qawli hadha, ikiwa nimepata ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, na kama nimekosea ni kwa sababu ya sheitan na kwa sababu ya udhaifu wangu wa kibinadamu. Na alhamdulillah, tulikuwa katika rihla ya da'wa, tulikuwa sehemu za Kilifi. Jana yote tulishinda kule, na leo tumekuja hapa, na kesho inshallah tutakuwa katika mji wa Mackinnon Road. Tutakuwa kule mchana kutwa, kisha baadaye tutakuwa tunarudi zetu Nairobi. Na vikao kama hivi ni muhimu Waislamu, tusiache kukaa katika vikao vya majalisi dhikri, majalisi ya kumkumbuka Mungu kila wakati. Tujibidiishe, unaposikia kuna mawaidha, unasikia kuna darsa msikitini, wewe njoo kaa tu. Hata kama unajua kila kitu, mengine utakumbusha umeyasahau, na mengine labda ulikuwa huyajui utayajua. Leo wengi wa Waislamu wanakaa mbali na vikao kama hivi, ndo hali yao inazidi kuwa mbaya, inazidi kuwa mbaya. Na wewe waangalie wale